Usasa umeharibu familia. Kwa ni lazima swala la malezi tulitilie mkazo. Na nawaambia watu wa Njombe, pale kwenye harusi watu wanaendesha harusi milioni 50, milioni 100, wanakumbuka pombe waweza kunywa kwenye harusi mpaka wakazimia. Kwa hiyo naenda kuhubiria watu walevi pale kwenye harusi. Kama inatokea watu wanapata, wale wanaopata bahati ya ndoa, anaenda kufunga ndoa, kwenye mafundisho waambiwe, wewe ni mke, wewe ni mme. Unapokuwa mwanamke, ikitokea mpata ujauzito, kuna hili, kuna hili, kuna hili. Umepata mtoto, kuna hili, kuna hili. Na wewe mwanaume unawajibika vipi kwa mke wako wakati wa ujauzito? Unawajibika vipi kwa mke wako anapojifungua? Unawajibika vipi kwa mke wako kwenye siku 1000 za mtoto wako? Ajue fundisho ya ndoa yaendane pamoja na kuwafundisha hao wanandoa kwamba ikitokea Mungu amewapa watoto, toka kwenye mimba wajibu wako ni huu wa kujitunza, na unapokuja kuzaa huyo mtoto wajibu wako ni huu kwenye kumlea. Mafundisho ya ndoa. Wazee, hata ile siku tunapokuwa tunawaambia hao wanandoa tunawafanyia harusi, wakumbushwe, sio kupewa tu mazawadi ya magari, zawadi sio ya mafriji. Siku hizo unaona mtu anakuja na mzawadia sio mtoto wangu hapa cheki ya milioni 50 kwenye akaunti. Mtoto mjinga anakuletea mjukuu wa hovyo, hajui hata malezi. Uweze hata ukamtambulisha mahala kokote. Wewe watafute watu wanaorudi nyumbani jioni. Ninyi hapa tu leo jioni nyumbani wanaenda nini? Wale walevi anarudi na bia nyumbani kwake. Kama mkeo anapenda pombe anarudisha na anarudi na pombe. Ukifungua friji za nyumbani, kwa mtoto anaanza kuwa baamedi nyumbani kwao. Anamfungulia baba yake Kesoite, anafungulia mama yake Savana. Alafu wazazi wanakuambia mimi napenda kunyoa nyumbani kwake. Ananyoa nyumbani kwake nani baamedi? Mwanae. Ana miaka mingapi? 5. Kwa kazi ya kwanza ya mtoto anayoenda nyumbani ni kufungua pombe za wazazi. Maisha ya kijinga, tutatengeneza taifa la aina gani? Kwa tunaongelea udumavu Njombe, lakini ni udumavu ambao uko kwenye familia za watu waelewa, wamekuwa wajinga wa malezi, uko kwa familia za watu wa kawaida ambao hawafahamu malezi. Udumavu ukemewe makanisani, udumavu ukemewe kwenye mikutano, udumavu ukemewe na wazee wa kike wa bibi, wa kiume wa babu, na udumavu ukemewe kuanzia nyumbani, ili tuweze kutengeneza taifa bora la kesho kama sio na leo. Sasa Njombe tumetoka wapi kwenye hii kampeni? Kiwango cha udumavu, and that they have proper nutrition to then be best educated, to ensure that the human capital of Tanzania is properly developed, and that in turn will ensure that Tanzania will be able to succeed in its very ambitious national vision and development plans. At UNICEF, the UN Children's Agency, we're very happy to be supporting this important effort of Tanzania at all levels. It's excellent to see the leadership at the central level, led by Her Excellency the President herself, but also the regional leadership. On the ground, this important response plan will be looking at supporting, of course, the community level action on nutrition interventions. Important that we ensure breastfeeding for 6 months amongst young mothers. It's important to ensure that young mothers as well as children and pregnant women consume nutritious food.